Mnamo tarehe 7 ya mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya jana huko bungeni kuna mjadala mzito ambao uliweza kuibuka bungeni, mjadala kufuatia msanii wa muziki wa kizazi kipya. Hapa namzungumzia bidada Zuchu kutokea record label ya WCB akihusishwa pamoja na Dogo Paten kufuatia kile ambacho alikifanya katika tamasha ambalo lilifanyika huko jijini Dar es Salaam, la Samia Celebration Music, ambapo kile ambacho kilitokea katika jukwaa hilo ambalo liliandaliwa na Majizo, jukwaa ambalo ni la kumbukumbu kweli kweli na limeweza kuteka headlines sana kupitia pages na mitandao mbalimbali ya kijamii. Sasa kuna hapa mjadala ambao umeibuka bungeni kujadiliwa kwa nguvu kuhusiana na maadili ya muziki, ambapo mjadala huu ulijadiliwa kwa kina sana, ikihusishwa na namna ya uchezaji wa muziki. Lakini mjadala huu uliweza kuhusisha pia muziki aina yote ambayo inapatikana hapa Tanzania, ikiwemo pia muziki wa Injili uliweza kutajwa, na moja kati ya msemaji ambaye na mheshimiwa aliendelea kuongea kwamba yeyote atakayekiuka maadili ya namna ya uchezaji wa muziki anachukuliwa hatua bila kujali amecheza muziki wa aina gani, aidha muziki wa Injili ama muziki wa kizazi kipya. Hatua na sheria kali zitachukuliwa juu yake. Sasa mimi sitaongea sana, hebu msikilize mheshimiwa kile ambacho alikiongea kwa undani kuhusiana na muziki ambao uliweza kuoneshwa na Zuchu pamoja na Dogo Paten. Baada hapo tutaendelea kupitia comment section. Wewe unaonaje kuhusiana na swala hili ambalo mheshimiwa ameweza kulizungumza? Hapa ni Blue House Dax Media. Mimi naitwa Daud_Drizzy. Ukisubscribe ndio kama na familia yetu wa kwanza ambaye utapata update zetu kila wakati na kila muda. Asante. Lakini juzi tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye tamasha la Samia Serengeti Music Festival ambalo mgeni wa heshima alikuwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dogo Paten pamoja na Zuchu walicheza singeli ambayo iliwafanya watu wachangamke. Kwa hiyo yako mambo ambayo ni ya upotovu wa maadili, na hiyo sio kwa singeli tu, iwe ni muziki wa Injili, iwe ni muziki wa dansi, iwe na muziki wowote. Utakapokuwa na mambo ambayo sio ya maadili, wizara itachukua hatua. Kama muziki wa Injili utakuwa ni wa kunengua, utachukuliwa hatua. Kama muziki wa kawaida utakuwa hawendi, utachukuliwa hatua. Kwa hiyo tusichanganye vionjo vya wachezaji na aina ya muziki. Yakumbukeni maneno katika Biblia ya Yesu Kristo walipompelekea kahaba, akasema yule ambaye hajawahi kufanya hayo awe wa kwanza wa kumtupia huyo jiwe. Wote waliangalia chini na kuchora chini ya miguu yao. Tuwasaidie vijana hawa kuusafisha muziki huo ambao tayari umeshakwenda duniani. Hatutavumilia aina yoyote ya muziki unaotweza wanawake wala kuwashushia hadhi, uwe ni wa aina yoyote ile. Lakini singeli imepiga hatua, na kama alivyosema naibu spika, singeli tunayozungumza ya kwenye video, na nimeletewa hiyo sijui ya Nairobi ya wapi, hao ni vijana waendelewe kuombewa, waendelewe kuaswa, waendelewe kuonywa. Na ambaye kwa mara ya kwanza mwaka 1976 ndio aliyesema Kiswahili kiwe lugha ya Afrika, Profesa Wole Soyinka, na yeye alishauri kwamba ili Kiswahili kiwe lugha ya Afrika kianze kuchukua maneno kutoka katika lugha nyingine za Afrika, ili baada ya hapo Waafrika wote wawe na lugha ambayo inawaunganisha. Kwa hiyo tumepokea ushauri wako na tutajitahidi kutumia maneno kutoka kwenye lugha zetu na lahaja zetu badala ya kuunda maneno kwenye maabara za lugha. Sasa Mheshimiwa Spika, naomba nizungumze swala la singeli. Kwanza nishukuru sana mjadala huu ambao umekuwa kwa muda mrefu, na tuliamua kukaa kimya ili Watanzania waseme. Watanzania tunasahau sisi ndio taifa katika bara la Afrika lenye tofauti kubwa za utamaduni, tofauti kubwa za lugha kuliko taifa lolote katika bara la Afrika. Sisi ndio tofauti kubwa sana. Tuna utamaduni wa Wabantu, wa Wakushi, wa Wakoisan, Afroasiatic. Lakini kinachotufanya Watanzania tujione ni wamoja ni juhudi za baba wa taifa kutuunganisha kuwa taifa moja. Nje ya hapo sisi tuna tofauti kubwa kuliko nchi yoyote ya bara la Afrika. Na sisi ndio peke yetu tuna lugha, makundi 5 ya lugha, pamoja na lugha za watu waliokuja baadaye wa Afroasiatic ambao ni wa Iraki, ni wa Mbugu, lakini tuna watu wenye lugha ya asili ya kale katika bara la Afrika wa Hadzabe. Kwa hiyo tuna tofauti kubwa sana ya utamaduni. Na ukitaka kujua hiyo, neta jambo lolote la utamaduni, hapo ndio utakapojua tofauti ya Watanzania, na tutahangaika na hilo. Kwa sababu hiyo serikali haiwezi kuja na wimbo mmoja, haiwezi kuja na chakula kimoja, haiwezi kuja na nguo moja ikijua kuna anuai diversity hiyo.
na wakati mwingine imetufanya tukimbilie nyimbo za kwaito kwa sababu haina mwenyewe, kuliko nyimbo za sisi wenyewe kwa sababu tunaona ni tofauti. Tumshukuru sana baba wa taifa. Asingefanya hivyo, Tanzania hii ingekuwa haikaliki, kwa sababu tuna tofauti kubwa katika mavazi, katika chakula, katika vionjo, na vinachochewa pia na imani za dini. Kwa hiyo tushukuru tuko taifa moja. Na maana yake nini? Lazima tutekeleze 4R katika kujadili mziki wa Singeli. 4R za Rais Samia Suluhu Hassan za ustahimilivu. Sasa Singeli kwa sasa imekuwa ni moja kati ya miziki ya Tanzania, kama ilivyo kwa miziki dansi, tarabu, kwaya, bongo flava na miziki mingine. Na Singeli sisi tunachofanya wala sio kuipeleka duniani. Singeli tayari imekwisha kwenda duniani kwenye matamasha ya Ubelgiji, na haichezwi kama hizo ambazo mnaziona, ambazo naibu spika amenisaidia. Imekwenda kwenye tamasha la Primavera Spain, tamasha la Coro Festival Ufaransa, tamasha la Munich, tamasha la Dusseldorf, na tamasha ambalo Ashaku Msematusi Nyege Nyege Uganda. Lakini juzi tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025 kwenye tamasha la Samia Serengeti Music Festival, ambalo mgeni wa heshima alikuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dogo Paten pamoja na Zuchu, walicheza Singeli ambayo iliwafanya watu wachangamke. Kwa hiyo yako mambo ambayo ni ya upotovu wa maadili, na hiyo sio kwa Singeli tu, iwe ni mziki wa Injili, iwe ni mziki wa dansi, iwe na mziki wowote. Utakapokuwa na mambo ambayo sio ya maadili, wizara itachukua hatua. Kama mziki wa Injili utakuwa ni wa kunengua, utachukuliwa hatua. Kama mziki wa kawaida utakuwa hawendi, utachukuliwa hatua. Kwa hiyo tusichanganye vionjo vya wachezaji na aina ya muziki. Yakumbukeni maneno katika Biblia ya Yesu Kristo walipompelekea kahaba, akasema yule ambaye hajawahi kufanya hayo awe wa kwanza wa kumtupia huyo jiwe. Wote waliangalia chini na kuchora chini ya miguu yao. Tuwasaidie vijana hawa kuusafisha mziki huo ambao tayari umeshakwenda duniani. Hatutavumilia aina yoyote ya mziki unaotweza wanawake wala kuwashushia hadhi, uwe ni wa aina yoyote ile. Lakini Singeli imepiga hatua, na kama alivyosema naibu spika, Singeli tunayozungumza ya kwenye video, na nimeletewa hiyo sijui ya Nairobi ya wapi, hao ni vijana waendelewe kuombewa, waendelewe kuaswa, waendelewe kuonywa. Na kama alivyosema Yesu, nimekuja kwa wagonjwa, mimi ni tabibu na sio walio wazima. Nyinyi wote ambao mmeokoka, endeleeni kuwaombea hao watu, na imbeni utabibu wa kweli ni Yesu Kristo au Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili wawe na heshima katika aina zote za miziki na aina yote ya michezo.